Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Jioni njema, tunaenda kuangalia mafundisho ya Biblia, jifunze kidogo, tuelewe madhumuni ya Yesu kwa Biblia kutokana na ubatizo. Tutajifundisha ubatizo wa Yesu na kielelezo ambacho Kristo aliwaachia ili tuweze kufanya ubatizo. Tutaomba kisha tutaimba wimbo, tuingia kwa mafundisho moja kwa moja. Ningependa tuweze kuomba popote mlipo. Mfalme wetu na Mungu wetu, tutakapoenda kuanza kipindi hiki, tunaomba Roho Mtakatifu atuongoze. Pote tumenena tutawaza kinyume na mapenzi yako Mfalme, na utusamee, utuongoze katika haki. Kuwa pamoja nasi, pamoja na watazamaji na wasikilizaji popote walipo, kwa tunaomba machache tukiamini kupitia kwa jina la Yesu Kristo aliye mwana mkombozi wetu. Amen. Tutaimba namba 177. Ni kitabu. Kazi yangu ikisha, kazi yangu 13. Kazi yangu ikisha, nami nikiokoka na kufa kutokuharibika, nitamjua Mwokozi nivukapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Nitamjua, nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Nao waliokufa katika Bwana Yesu, nitawaona tena huko juu. Nifikapo kwake huko mbinguni, nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua, nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Kuona uso wake utanipa furaha isiyo ya kukomesha. Nitamsifu Mwokozi wa rehema na pendo, vilivyonipa ahadi mbinguni. Nitamjua, nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Milangoni mwa mji Bwana atanipisha, pasipo machozi wala huzuni. Nitauimba wimbo wa milele, lakini nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua, nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Number 150. Naendea msalaba, ni mnyonge mpofu, nakitayo nacha, ni pendo msalaba
tu na kutumaini tu. Ewe mwana wa Mungu, nainamia kwako, niponye sasa Bwana, nakulilia sana, nalemewa na dhambi, pole yele Yesu asema, nitazifuta zote, na kutumaini tu. Ewe mwana wa Mungu, nainamia kwako, niponye sasa Bwana, natoa vyote kwako, nafasi nazo nguvu, roho yangu na mwili viwe kwako milele, na kutumaini tu. Ewe mwana wa Mungu, nainamia kwako, niponye sasa Bwana, kwa damu yake sasa amenifuta sana, upendo ubidisha, nimtafute Mwokozi, na kutumaini tu. Ewe mwana wa Mungu, nainamia kwako, niponye sasa Bwana. Number 176. Ati tuonane mtoni. Listen. Ati tuonane mtoni, maji mazuri ya mbingu yanatokea mwangani kwenye kiti cha Mungu. Na tuonane mtoni, watakatifu kwetu ni mtoni, tutakutanika kule mtoni penye kiti cha Mungu, tukisabea mtoni na Yesu mfunga wetu, daima tu ibadani, usoni pake kwetu, na tuonane mtoni, watakatifu kwetu ni mtoni, tutakutanika kule mtoni kwenye kiti cha Mungu, tukisafiri mtoni, tutule ulembea, wema wa Mungu yakini unataji na vyao, na tuonane mtoni, watakatifu kwetu ni mtoni, tutakutanika kule mtoni penye kiti cha Mungu. Kwang'ara sana mtoni, cha Mwokozi ni kioo, milele hatuacha
Ani tumsifu kwa nyimbo, na tuonane mtoni, watakatifu kwetu ni mtoni, tutakusanyika kule mtoni, penye kiti cha Mungu. Karibu sana mtoni, karibu tuwasili, mara huwa furahi na amani ya kweli, na tuonane mtoni, watakatifu kwetu ni mtoni, tutakutanika kule mtoni, penye kiti cha Mungu. Tutamkaribisha mtumishi aweze kutuwakilishia ujumbe wa ubatizo wa Yesu, tujifunze zaidi kutokana na Biblia na tujifunze ndani ya Yesu. Karibu mtumishi. Nashukuru kwa masaa haya, na pia ningependa wakaribisha tena katika kipindi cha mchana. Ni kipindi kingine tunaenda kutafakari, tunaweza kuangalia ubatizo wa Yesu. Jinsi Yesu alipobatizwa huko mto Yordani, na pia inaashiria kwetu binadamu tuweze kufuata huo mfano, kwa sababu Yesu ndiye kielelezo chetu. Ndio maana tunaambia kwamba tunastahili kuwa na ubatizo mmoja, kwa sababu tuna Mungu mmoja, tuna Mungu wengi, ama tuna Mungu watatu, kwa sababu tuko na Mungu mmoja ambaye anasema kwamba tunafaa tuweze kuwa na ubatizo ambao ni moja. Na pia inaashiria kwamba tuweze kujua ubatizo. Wengi wetu wamebatizwa makanisa tofauti tofauti, lakini hawajajua maana ya ubatizo. Kwa sababu wengi wamepata ubatizo, hawajajua maana ya ubatizo. Ndio. Kuna wale wamebatizwa kwa ajili ya kuonyesha labda kwa wenzao wamebatizwa. Ndio. Na kuna wale ambao labda walibatiza, labda aliona mtu fulani rafiki yake amebatizwa, na yeye akaweza kusema kwamba batizwe. Ndio. Na pia kuna labda ule mtoto mdogo ambaye alibatizwa na hakuwa anajua kwamba ni nini maana ya ubatizo. Ndio. Hakuwa anaelewa kwamba kusamishwa ndani ya maji inaashiria nini. Na je, Mungu Yesu alipoamua kubatizwa, ilikuwa ni kielelezo gani kwetu maisha yetu? Ndio maana waarika nyote tuweze kuungana moja kwa moja, tuweze kufungua Biblia zetu, tuweze kusoma kutoka ndani, tuweze kujua ukweli ambao unasema ubatizo ni gani inafaa tuenende. Nashukuru mwalimu, kama nimekupata vizuri. Naam. Ni kumaanisha kuna batizo nyingi kweli, lakini kama Bwana ni mmoja, imani ni moja, inamaanisha pia ubatizo yapaswa kuwa moja. Kweli. Kwa sababu kuna imani tofauti, ubatizo tofauti. Naam. Ni kumaanisha kama imani ni moja, kweli, Bwana ni mmoja, pia ubatizo yapaswa kuwa moja. Na ni ukweli. Haya. Ndio maana inasema kwamba tukiruka moja kwa moja, mwalimu wangu nisomee kitabu ni cha Waefeso 4. Tuanzie Waefeso 4 hadi tufikie 5. Inasema hivi. Naam. Mwili mmoja na roho moja, kama mlivyo katika tumaini moja, na wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja. Naam, sasa ningependa kualika nyote tuweze kuungana moja kwa moja, tuweze kujua, tuweze kuelezea zaidi, tuweze kujua mambo ambayo tumesoma kutoka Biblia, si maneno yetu bali sisi tunasoma Biblia. Ningependa kualika nyote tuweze kupata ombi, tuweze kuanza fundisho letu. Tunaomba. Baba yetu uliye juu mbinguni, asante kwa wema wako. Umetulisha katika manguli ya mchana, umetupea nguvu na umetupea maneno kwa ajili ya kutangaza. Tunaomba kwamba tutumie kama chombo, tuweze kuwasilisha ujumbe wako, kwa maana ulituita kutoka asubuhi ukasema kwamba lazima tunyenyekee miguuni mwako ndipo tuweze kupeleka ujumbe. Tunapokuwa kwenda kujifundisha jinsi ya ubatizo, jinsi Yesu mwenyewe alifanya ubatizo na akaashiria kwetu mfano kwetu, tunaomba kwamba wale wasikilizaji na watazamaji watakaoona haya mambo
tuweze kujifunza kwa pamoja na tuweze kubarikiwa. Tuomba haya maneno, haya mafundisho yatubadilishe na tuweze kudumu ndani yako. Tuomba Roho wako Mtakatifu atusingile na tusidi kudumu kwako, kwa sababu tumeomba katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Naam, nashukuru. Mwalimu wangu jinsi umesoma Waefeso 4 mstari wa 5, mwalimu, ningependa niposo uweze kuwa mfuasi wa Yesu. Kumbuka tuko na wafuasi aina mbili. Wacha tuseme labda kidunia. Tukiingia katika miningo ya kisiasa, kila mtu ako na mfuasi wake. Ndio. Na pia ako na his disciples. Na pia tukiangalia, lakini mambo ya kiungu tunaambia kwamba tunafaa tuwe na nani? Na mfuasi mmoja. Na mfuasi mmoja ni Yesu Kristo, ambaye tunafanya nini? Ndio kielelezo ya maisha yetu sisi kama Wakristo na wale wasioamini. Ndio maana tunaambia kwamba tufuate mfano wake, kwa sababu ni ashiria kubwa tumeambiwa sisi kama binadamu tuweze kufuata maneno ya Mungu ambayo tumeona katika Biblia jinsi. Unajua Yesu alikuwa anafanya haya mambo kudhihirisha kwetu ya kwamba nasi tutayafanya. Ndio maana sasa tukijaribu kuangalia ubatizo, tuko na aina mingi ya ubatizo. Ubatizo wa kwanza mwenye najua ni kuruka ndani ya moto. Ndio. Ni kuruka ndani ya moto. Kuna ubatizo wa pili, kunyunyuziwa maji katika kichwa. Kuna ile ya kupita chini ya bendera ya Salvation Army. Na kuna ingine ya kuchukua labda sala. Unachukua sala fulani, naambiwa uchukue sala, wewe ndipo uweze kupatizwa. Hizo ine ndio naweza sema kwa utangulizi. Sijui kama mwalimu wangu kuna ingine labda tofauti. Nashukuru, batizo ni mingi. Naam. Nasikia kuna ingine na unakula ugali. Naam. Kuna ingine kule Nyanza huko unaangolewa meno. Yaani batizo ni mingi katika dunia hii. Kweli? Unashangaa. Pia kuna batizo zingine tuwezi kuzifahamu. Nategemea na madhehebu labda wameweka kama siri yao. Lakini ubatizo ulionishangaza ni wa ndugu zetu wa Katoliki. Kweli? Unaposoma kitabu cha Catechism kurasa wa 67, inasema ubatizo 69. Inasema maana ya ubatizo ni kumwagilia maji kichwani, huku ukisema fulani kabatizwa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sasa labda mwalimu tuelezee kwa kina ndani sana. Je, Kristo anasema tumfuate, tujifunze kwake. Unaposoma kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 27, tujitie nira ya Kristo, tujifunze kwake. Na ndiposa leo tunataka kuangalia, je, ubatizo wa Kristo ni upi? Ni huu wa Katoliki wanasema kunyunyuzia maji, ama ni ubatizo mgani? Ni huyo wa salvation? Najua tunaweza kuwa labda pia sisi tunasema ubatizo wetu uko sawa. Labda ndani ya Biblia inasema ni kupita chini ya bendera, kunywa maji, yani kufanya mambo. Je, tuangalie ubatizo wa Kristo, kwa maana tunaambiwa Bwana ni mmoja, imani ni moja, batizo ni moja. Tupeleke tuelewa, je, batizo ni gani? Ndio maana tulikuwa tunajaribu kuangalia neno Baptist. Baptist tunaangalia inatoka from the Hebrew word. Na hiyo inamaanisha ya kwamba ni kusamishwa ama kutumbukizwa. Kwa yani unaposema unatumbukizwa, ni ya kwamba hii kitu ni kama ilikuwa maji ni mingi, ikianguka ndani si inatumbukizwa. Ama kusamishwa ni ile kuwekwa ndani. Lakini unapokuwa ukiruka chini ya moto ama unapokuwa ukiruka, hiyo ni mafundisho ya mtu, kwa sababu the meaning of Baptist ni ya kwamba ni kusamishwa. Ndio. Ama kuweza kufanya nini? Ama kuambia kwamba ni kusamishwa ama kuweza kutumbukizwa. Ndio maana ya batizo kwanza, before tuweze kuenda kuangalia ndani ya Biblia. Ndio. Kwanza tunafaa kuelewa the Baptist. Hiyo Baptist ambayo tunaambia ni ya kwamba ni kusamishwa ama kutumbukizwa. Je, unapokuwa unasikia mtu alikula ugali na sukuma akabatizwa kwa ugali na sukuma, hiyo ni kutumbukizwa? Ama unaposikia mtu labda alifanya nini? Alichukua saa, alipita chini ya bendera. Hiyo ni kutumbukizwa. Unajua ni mafundisho ambayo ni mzuri, kwa sababu neno lenyewe kwanza tumakinike kwa neno lenyewe Baptist. Nipozo unapokuwa ukielewa Baptist inamaanisha kwamba ni kutumbukizwa. Already unajua kwamba lazima hiyo ni maji mingi. Ndio. Pia tunaweza kuangalia kwamba tunaangalia tunapoambia imani ni moja, Mungu ni mmoja, na pia ubatizo ni moja, inaweza kuashiria kwamba hii imani ambayo tunaambia ni ile imani ya kukua na imani ndani ya Yesu. Ya kwamba kama unamwamini Yesu ama umeweza kuaccept, umemkubali Yesu katika maisha yako, na pia inakuwa ni rahisi sana kuishi ndani yake, kwa sababu kama umemkubali Yesu, mbona utakuwa kinyume na mapenzi yake kwa sababu ya ubatizo? Ndio. Kwa sababu tunaambia kwamba
Mungu anasema kwamba if we confess our sins. Ukisoma kitabu ni Yohana wa kwanza 1:9. Mwalimu wangu ningependa unisomee Yohana wa kwanza 1:9. Waraka wa kwanza Yohana 1:9 nasema, naam, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu, yeye Mungu ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi na kutusafisha naam na udhalimu wote. Atatusafisha na udhalimu wote. Ni kumaanisha kwamba tunapokuwa tukiwa katika hii dunia, sisi wote ni wadhana dhambi. Kwa maana asubuhi tulikuwa tunasoma lesson tukaangalia kwamba wote baada ya mzazi wetu wa kwanza Adamu kufanya dhambi, kuanguka, wote tulihesabiwa kuwa nini? Wenye dhambi. Na sasa ubatizo inaashiria kwamba ni kuja kwa Yesu, kufanya ushirikiano wetu na Yesu. Ndio maana ile tunaambia kwamba tutasoma huko mahali nasema kwamba ile kusamishwa ndani ya maji ama kutumbukizwa ni kufa ndani ya Kristo na kufanya nini? Kufufuka ndani ya Kristo. So ndio maana tunaambia kwamba tukiziungama dhambi zetu, if we confess our sins, ya kwamba sisi tumefanya dhambi, hakuna mtu ambaye ako na haki mbele za Mungu. Kwa maana wote wamedena dhambi na kupungukiwa nini? Na utukufu wa Mungu. Ndio maana tunaambia kwamba mwandishi mmoja alikuwa anaandika katika kitabu cha Wakolosai 2:12. 12 inasema aje mwalimu? Wakolosai inasema, naam, mkizaliwa pamoja naye, tukisaliwa pamoja naye, huyu ni Yesu Kristo, katika ubatizo na katika huo mafufulio samahani, mkafufuliwa pamoja naye. Yaani inamaanisha kwamba tunapokuwa tukipatizwa, mtu amesamishwa ndani ya maji, amekufa, na pia tunaambia kwamba amefanya nini? Mkafufuliwa pamoja naye. Tumefufuliwa na pamoja na Kristo kwa kuziamini nguvu za Mungu, aliyewafufua katika wafu. Kitu ya pili ambayo tumeambia kwamba if we confess our sin, first lazima ujitambue kwamba umefanya nini? Umefanya dhambi. Kitu ya pili lazima you must believe in God, ya kwamba wewe ni mtenda dhambi. Umekubali mwenyewe ukasema kwamba naamini nimefanya hili na hili. Sasa sawa unakili kwake Mwenyezi Mungu aweza kufanya nini? Kunisamea, kwa sababu ni kukili. Ndio maana nasema kwamba Wakolosai 2:12 inaashiria kwamba ni maana ya upatizo. Kwanza unapokuwa tukipatiza mtoto mdogo, hajajua ya kwamba kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo, ndio hajaelewa kwamba kusamishwa ndani ya maji mengi ni kufa na kufanya nini? Kufufuliwa. So mwalimu, ni kumaanisha mtu anapobatizwa anafahamu kifo cha Yesu. Ukimbatiza mtoto wa miaka 2, naam, amefahamu je kifo cha Yesu? Bado. Nashukuru sana. Naam, ndio maana hiyo swali ni mzuri mwalimu. Ndio maana tunaambia katika kitabu cha Mathayo ni 28:19. 28:19. Ya, naam. Sasa hiyo swali lako naweza kukujibu kwa sababu jinsi Mungu alituamuru. Kumbuka mwalimu wangu, wakati Yesu alikuwa akitembea, aliamuru watoto waweze kufanya nini? Kuja kwake. Kwa maana alisema ufalme wa mbinguni ni wao. Unafananisha nao. Ndio mzuri. 15. Mwalimu wangu tutaweza kunisomea Marko 16 mstari wake ni wa 15. Nashukuru. Naam. Yesu akasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, tukihubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Mwalimu, sasa dhana nyingine imejitokeza, ambaye hajaamini ataweza kuhukumiwa. Ambaye amini ataweza kuhukumiwa. Naam. Nashukuru kwa ile fundisho letu la mchana, tuliona kabla ya mtu kuamini lazima mtu fulani ampelekee ujumbe. Naam. Ni kumaanisha yule bado hajaamini, ni kumaanisha bado hajapokea ujumbe. So hatuwezi mkatia shauri, hilo tunamwachia Mwenyezi Mungu. Ni kweli. Ndio maana Mungu anasema kwamba kuna wale wanakili ya kwamba wanatangaza neno lake Mungu. Kumbe ndani yao kuonekana nje tunaonekana ya kwamba tunakili neno lake Mwenyezi Mungu, lakini ndani yetu tufanye nini? Kulingana na lile neno. Lakini anasema ya kwamba enendeni katika ulimwengu muweze kufanya nini? Kuwafundisha. Ndio. Waweze kuamini. Ndio. Tumeweza kwenda kwa watoto. Mtoto unajua mtoto wao mara zingine tunaweza kusema ni wito ama
ama ile hali ya kuona mambo yani ile venye the same congregation venye watu msisimuko, acha tuseme ni msisimuko wa watoto ya kwamba akiona rafiki yake mmoja ameenda kusema atabatizwa na yeye anasema kama na mimi nataka nini, anafuata, tunaita pia. Ndio maana inasema kwamba tuenende katika ulimwengu tuwafunze. Unajua mtoto ni mdogo, hatujasema kwamba mtoto aweza kufanya kazi ya Mungu, ndio atafanya vizuri, lakini tunaambia kwamba mtoto niposa hata Yesu alipokuwa akibatizwa hakubatizwa akiwa mdogo. Ndio. Kumbuka ya kwamba alienda katika kanisa. Ndio. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Alipokuwa alipoteza kwa wazazi wake, akaenda katika hekalu. Akakaa na wazee, alikuwa anauliza maswali wakiwa wanajifundisha. Ndio maana dhana inasema ya kwamba mtoto mdogo Yesu yeye mwenyewe aliashiria kwamba alienda katika hekalu. Akaweza kujifundisha. Ndio. Akajua kwamba ubatizo ni aina fulani na fulani. Nashukuru. Ndio niposa tunaambia kwamba watoto wadogo, sisi kama wale watumishi wa Mungu, inafaa tuenende katika ulimwengu tuwafundishe haya maneno. Ndiposa muda wao ukifika wa kubatizwa wamejua kwamba kufa na kufuka kwake Yesu Kristo, wakielewa itakuwa ni ashiria kubwa na kitu muhimu ya kwamba watoto wameamini. Lakini sasa tunaambia kwamba mtoto, kazi yetu kwetu ni kuweza kumfundisha na kumwekea mikono. Watoto wanawekewa mikono. Ndio. Sawa, kwa swali kuna yale makanisa ama tuseme madhehebu ambao wao ya kwamba mtoto akizaliwa anafaa kufanya nini? Kubatizwa. Ni swali kubwa ya kwamba Biblia haijasema, hakuna mahali na nakili ya kwamba watoto wadogo wanafaa kupata nini? Ubatizo. Bali imesema kwamba Biblia inasema ni kuwawekelea mikono na kuwafundisha. Kwa maana ndio dhana kubwa ya sisi kufanya hiyo kazi, kwa sababu ni kufundisha watoto jinsi ya kufanya. Mtoto hajajua kitu yoyote. Kumbuka mtoto hajajua dhambi na kitu kizuri. Lakini mtu mzima ambaye umri wake ni mkuu ameelewa dhana hii ya kwamba yeye atabatizwa kwa sababu ashajua dhambi, kitu kizuri na kibaya. Ndio. Mtoto akibatizwa akiwa na miaka 2. Kumbuka na grow. Maisha haya kuna mambo mingi yana happen kwa mtoto, labda saa zingine hajajielewa. Ndio. Ndio maana tunaambia kwamba mtoto, yeye kazi yetu kama wale ambao ni wainjilisti, wahubiri, kazi yao ni kuwawekea watoto nini? Mikono. Lakini inakuwa ni huzuni kubwa tunapoona watu wanapatiza watoto wadogo. Niliona upatizo mwingine, mtoto mdogo ambaye amesaliwa labda niseme ni wa miezi 9, anasamishwa ndani ya biba, anawekwa ndani ya maji, tena anatumbukizwa kutoka chini. So ndio maana nilikuwa tunauliza, zile mtoto mdogo mbona anapatizwa? Kwa sababu hajajua dhana kubwa. Ndio maana naonanga kama kanisa mengi, siwezi nikataja madhehebu, lakini najua kwamba wanafanya hivyo kwa ajili ya kupatiza watoto. Ndio. Labda hiyo si dhana, si mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kufanya nini? Yeye alisema waje wakuje kwangu kwa sababu ufalme wa mbinguni wao, kwa sababu ni ilikuwa inaashiria haya maneno alipokuwa akiyasema, alikuwa anataka wakuje kwake wajifunze. Kumbuka tukienda kwa Yesu, si ati tunaenda kwa sababu tunataka kukaa na yeye. Ndio. Tunaenda kwake kwa ajili ya kufanya nini? Kufundishwa. Unapokuwa ukiona mtoto mdogo akikulilia ya kwamba imaanisha kwamba labda ameacha wengine. Ile tu anataka kukaa na wewe kwa sababu labda kuna kitu fulani utaweza kumfaidi kutoka kwake, ama kuna kitu fulani utamsaidia. Ndio maana tunaambia kwamba ubatizo wa watoto ni kwa ajili ya kuwekea mikono na kuwafundisha. Naam, mwalimu wangu tukiangalia ni pia ubatizo. Pointi ya 3 tunasema kwamba after umeamini, ndio, umeaccept Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Ndio. Umeweza kuelewa kwamba tuko na imani moja, na pia umeelewa kwamba ile ubatizo ni kufa na kufuliwa na yeye Kristo. Ndio. Sasa kitu ya 3 unajua kwamba ubatizo ni ashiria kubwa ya kufanya uisho na Yesu, ama tuseme kwamba ni repentance. Kwa yani repentance sijui inawezeka aje, kwa sababu ni kwa msamaha, yani kuondolewa dhambi. Kuondolewa dhambi. Kwa sababu unapokuwa ukipata ubatizo ni ashiria kwamba inaonyesha it's a sign of repentance. Ndio. Ndio maana tukiangalia sasa tunaweza kuangalia Yesu mwenyewe. Baada Yesu amesaliwa, ameingia katika hekalu, amejifunza maneno ya Mungu. Ndio. Ameweza kuwa na mambo mingi ambayo amekuwa akijifunza. Ndio. Na pia amekuwa ndani ya kanisa. Ndio. Yaani hekalu. Akijifundisha na wahubiri na watu wale walimu wa sheria ameweza kufahamu. Yesu aliweza kufanya uamuzi. Na uamuzi huu alitaka kufanya nini? Kupatizwa. Ndio. Naam. Swali yetu tulikuwa tunajiuliza kwamba ubatizo wa Yesu. Sasa tunafika tufungue mwalimu wangu kitabu cha Mathayo
Kitabu cha Mathayo 3:13. Mwalimu, hii fundisho umeleta vizuri. Naam. Waefeso wanatuambia Bwana mmoja, imani moja na batizo moja. Kweli. Sasa Bwana huyu ni nani? Ni Kristo. Kristo. Imani ni ya Kristo. Ni ya Kristo. Naposoma Waibrania 12:2 anasema yeye ndiye muasisi, mwanzilishi wa imani. Kweli. Sasa hapa umetufundisha Bwana ni Kristo. Bwana ni Kristo. Imani ni ya Kristo. Imani ya Sasa Kristo. tuangalie ubatizo wa Kristo ni wa aina gani? Sasa tumefika ndani ya Kristo. Haya, Sasa nashukuru. tumesema sasa tunaingia katika ubatizo ni wa nani? Mhm. Ni nani alifanya hiyo ubatizo? Kwa sababu tumeona Bwana ni wa Filipi wa Efeso na anasema Bwana mmoja, Bwana mmoja ambaye ni Yesu, imani moja. imani moja, Na Waebrania anatuambia aliyeanzisha imani hii ni nani? Mwanzilishi na mtimilizo imani nani? Ni Kristo. Kristo. So imani na Kristo ni kitu kimoja. Sasa tunataka ndio iweze kukamilika, tuangalie ubatizo wa huyu Bwana na imani hii ni gani? Naam. Nashukuru. Nichukue moja kwa moja kitabu cha Mathayo 3 mstari wake ni wa 13. Inasema hivi na 17 hadi 17. 3:13 mpaka 17. Mathayo mtakatifu. Naam. Inasema hivi. Naam. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani. Kumbuka Yesu alikuwa in the ministry, ametoka Galilaya mpaka Yordani. Mpaka akakuja Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Kwa Yohana ili aweze kufanya nini? Kubatizwa. Lakini Yohana alikataa, alitaka kumzuia Yohana sana, kwa sababu tukiangalia hapa awali Yohana alikuwa anabatiza. But sasa aliweza kushangaa kwamba huyu mtu ambaye ni Yesu, aliweza, unajua kuna ile kitu uwezi ukaexpect. Ndio. But alikuwa na doubt. Yohana anashangaa, Bwana wangu. Yani kwa mfano anahitaji mimi nimpatize. Kwa mfano acha nitoe kwa mfano. Rais akuja kuwa naibu wa rais. Kweli. Aweze kufanyia jambo fulani ambalo naibu wa rais anategemea rais alifanye. Naam. Ni kweli. Lakini Yohana alitaka kumzuia. Lakini Yohana alitaka sana akisema mimi nahitaji kubatizwa nawe. Mimi nahitaji kufanya nini? Kubatiza nawe. Yaani kumaanisha Yohana anamaanisha wewe ndio mkuu, mimi ni mdogo. Bali sasa mkuu amekuja nani? Kwa mdogo. Yesu akajibu akamwambia. Yesu hapo sasa nataka tuelewe kwamba Yesu alifanya nini? Akajibu akamwambia, kubali hivi sasa. Je, kuna ni ya kwamba pia kuna wito. Unapokuwa ukisikia mahubiri mingi ikihubiriwa, ndio ya kwamba hivi sasa unajua ni wito. Tukiita wito ni inaashiria kwamba ni kukubali. Lazima kwanza ukubali. Ndio Yesu akasema kwamba kubali hivi sasa. Kwa kuwa ndivyo itupasavyo. Kwa maana ni kama sasa imetuonyesha kwamba inatupasa kuitimiza haki yote. Basi akakubali. Basi akafanya nini? Mwalimu, nikiangalia jambo la kwanza, ubatizo na mtu mwenye dhambi. Ni kweli. Na Kristo hakuwa na dhambi. Lakini swali labda tunakaa kujiuliza, mbona Kristo akabatizwa? Lakini Kristo anasema tujifunze kwangu, kwa maana mimi ni unaposoma Mathayo 11 mstari wa 25 anasema tujifunze kwake. Nira yake ni rahisi. Lakini Kristo anaposema kubali hivi sasa, kubali hivi sasa kutimiza, yani alitaka kutimiza haki yote. Niposa mimi mwanadamu nikitaka kutimiza haki yote lazima nifanye nini? Kubatizwe. Yani Kristo hakubatizwa kwa sababu alikuwa na dhambi, bali alikuwa anatimiza haki yote ya mwanadamu, kwa maana alikuja binadamu. Naam, mwalimu wangu nifikishie 17. 16 nasema, na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Ile kufa na kufufuka. Akapanda kutoka majini. Na tazama mbingu zikafunguka. Mbingu ziliweza kufanya nini? Zikafunguka. Naam, sikasemaje? Akamwona Roho Mtakatifu akishuka kama ua. Akija juu yake. Naam. Na tazama sauti katoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu, mpendo wangu, nipendezaye naye. Dhana kubwa inajitokeza ya kwamba the Holy Spirit was sent as a form of a dove. Ya kwamba Mungu aliona ni vema Yesu amekuja duniani hapo mwenye dhambi. Bali alikuja kufia kwa wenye dhambi. Lakini sasa hapa anajidhihirisha kwamba alijishusha. Alisema kwamba ilitupasa kufanya hivi kwa sababu ni haki yote itimilizwe. Haki yote iweze kutimilizwa. Ndio maana nasema kwamba alipokwisha kupatizwa mara
panda kutoka majini, ya kwamba ni ile kusamishwa na ile Mwalimu, naona kuna dhana nzuri hapa. Naam. Bwana mmoja, Mungu mmoja, imani moja, batizo moja. Kristo ameenda kubatizwa, tunasema akapanda kutoka majini. Akapanda. Hakutoka ndani ya kikombe. Hapana. Hakutoka ndani ya chini ya bendera. Hakutoka. Kristo anasema akapanda kutoka majini. Unapoingia ndani ya maji, ni kumaanisha umeingisha mwili ndani. Kweli? Ndio unapanda kutoka ndani ya maji. Kweli. So ni kumaanisha lazima kuwe na maji mengi. Lazima iwe maji mengi. Nashukuru. Na mwalimu wangu, nashukuru kwa sababu ni dhana kubwa ambayo inasema kwamba Yesu alipokwisha kupatizwa, dhana kubwa imejionyesha kwamba unapokuwa ndio maana watu wengi walipokuwa kipata ubatizo, kuna ile wanaenda nyikani kufanya nini? Kwenda kuhubiri. Kumbuka Yesu, hii ni matayarisho ya kusema kwamba alikuwa anaenda kusimama alipopata ubatizo. Ukisoma Mathayo 4, sasa inaelekea kwamba anaenda katika jangwani kufanya nini? Kujaribiwa. Ilikuwa inamprepare kwa ajili ya kufanya nini? Kwenda kwa ministry, kwenda kwa kazi. Mwalimu wangu niweze kunisomea kitabu ni cha Marko. Mwalimu, kabla hujaenda hapo, mimi naangalia ninapobatizwa kweli nampokea Roho Mtakatifu. Unampokea Roho Mtakatifu. Ningependa kuongeza fungu hilo kwa sababu tunaambiwa hiyo 16, naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikafunguka, kisha Roho akuja juu ya Yesu. Pia mitume wanakubaliana na jambo lililomtokea Kristo. Pale Petro anasema katika Petro wa pili kuanzia 37 anasema hivi. Hiyo ni matendo ya mitume. Samahani, matendo ya mitume, samahani. Asante kwa kunikumbusha. Na inasema 37:2-37. Waliposikia haya wakachoma mioyo yao. Wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? 38 Petro akawaambia, ulifundisha dhana ya kubatizwa, lazima kwanza tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi. Ulifundisha nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Yani baada ya kubatizwa Yesu alipokea roho. Nasi tukibatizwa tutapokea roho. Kweli? Nikipita chini ya bendera sina ufahamu wa kupokea roho. Nikinyunyiziwa maji sina ufahamu wa kupokea roho. Lakini nikifanya kitendo kile Kristo alifanya, nitapokea roho. Utapokea roho. Lakini hata kama nitafanya kile kitendo, lazima niwe na imani ya Kristo na nimkubali Kristo ni Bwana. Nashukuru mwalimu wangu. Umeleta dhana kubwa ya kwamba kitu ya tatu tumeweza kujifunza. Kuna dhana ya Roho Mtakatifu. Ya kwamba Yesu alipokwisha kupatizwa, Roho Mtakatifu aliweza kumwijia as a form of a dove. Akaweza kusema ya kwamba mbingu ikaweza kufungua kusema ya kwamba huyu ndiye mwanangu ambaye nilikuwa nafanya nini? Napendezwa naye. Ya kwamba alikuwa ameteuliwa kwanza, na pia alikuja duniani kutufunza haya mambo. Pia mwalimu wangu niweze kunipeleka kitabu cha Marko 1:9 hadi 11. Inasema ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya. Akabatizwa na Yohana katika Yordani. Akabatizwa katika Yordani mara alipopanda kutoka majini. Yaani nashukuru hawa mitume ya kina Petro, samahani Marko, Matthew, wanasema lazima kuwe na maji. Lazima utoke ndani ya maji. Nashukuru. Tuendelee kisema mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu akaona mbingu zinapasuka, na roho kama ua akishuka juu yake. Aliona ua. Mwalimu wangu, tukiendelea ukisoma 11 ni ya kwamba mbingu ilipasuka, zikafunguka. Ni ya kwamba mbingu ilikuwa inamtayarisha kwa ajili ya kuingia katika ministry. Kumbuka tukiendelea kusoma Matthew chapter 4, tunaenda kuona ni majaribio ya Yesu. Jinsi alipojaribiwa na shetani. Na alipokuwa akijaribiwa, ni ya kwamba alikuwa ameprepare. Roho alipokuwa amekuja, unajua ukiwa na roho, hata ukiwa na majaribu ya aina gani, utaweza kushinda haya majaribu, kwa sababu roho akiwa ndani yako utaweza kusimama imara. Ndio. Ya kwamba Yesu alipokuwa akibatizwa, mwalimu wangu kinisomea 11 nasema, na sauti ikatoka mbinguni. Wewe ndiye mwanangu, mpendo wangu, nipendezaye naye.
Yaani nimpendeza Mungu kusema kwamba alikuwa ni mwanae, alikuwa amependezwa naye. Ndio maana huyu mwanae ndiye anatupendeza katika haya maisha. Ndio. Kwa sababu tukisoma wakati tulisoma Efeso 4 mstari wa 4, tunaambia tuko na imani moja. Ndio. Na Mungu mmoja. Ndio. Tukiashiria kwamba sasa tumeangalia ubatizo ambao tunafaa kuwa nayo, ni ubatizo inakuwa, yani tunasema ni ubatizo wa maji mengi. Ndio tunaambia ubatizo moja. So tumesema kwamba je, ukiangalia haya maneno ambayo Mungu alikuwa analinganisha na mtoto wake, kumbuka ya kwamba Yesu alipokuwa kuja duniani, alikuja akiwa mkamilifu. Ndio. Hakuwa mwenye dhambi. Ndio. Bali kwa sababu alikuwa amechagulia kutoka mbinguni, alikuja duniani kutufunza sisi. Kabisa. Kumbuka alitumia kama chombo kwetu sisi binadamu, tuweze kufundishwa haya maneno, akaweza kupata ubatizo wa maji mengi. Ndio maana tunaambia kwamba alipotoka majini, Roho wa Mungu aliweza kushushwa. Dhana kubwa inasema kwamba ni unapokuwa ukipata ubatizo, tumesema kwamba first thing you must confess. Ya pili tukasema kwamba you must believe. Na ya tatu tumesema kwamba unapokuwa ukisamishwa, unarepent. Ndio. Ya kwamba umeshakubali, confess. Mungu yeye alisema kwamba hakuwa mwenye dhambi, but alikubali. Akasema kubali sasa hivi niweze kufanya nini? Kupata ubatizo. Ili haki yote iweze kutimia. Haki yote iweze kutimia. Ndio. Na pia akaweza kusema alipokuwa amebatizwa, aliamini kwamba Mwenyezi Mungu pia, kwa sababu alikuwa na mapenzi mazuri na Mungu Baba, aliweza kusema kwamba huyu ni mtoto wangu ambaye nimefurahishwa naye, ambaye amemtuma ulimwenguni aweze kuwa ni kijombo, aweze kutumia kwetu binadamu tuweze kujifunza. Ndio. Naam, tukiendelea mbele, nasema kwamba ubatizo huu wa Yesu Kristo ulikuwa unamuandaa kwa ajili ya ministry. Ambayo ni kazi ambayo alikuwa anaifanya. Sasa ameanza ministry. Kumbuka unapokuwa, ndio maana mwalimu wangu tukijaribu kutafakari, mtu unapokuwa ukipata ubatizo, kumbuka usha make a step. Unasema kwamba Sauli nimepata ubatizo. Ndio. Na ukipata ubatizo, labda kuna mambo ya zamani ulikuwa unayafanya, na sasa umeamua kuyaacha na kufanya nini? Kufanya matendo yaliyo mazuri. Ndio maana unapata watu wengi wanapata ubatizo, siku ya kwanza, ya pili anajaribu kuwa ndani ya Yesu. Siku ya tatu anafanya nini? Anarudi katika yale matendo ya kale alikuwa anayofanya. Kwa sababu ndio maana anasema kwamba kama hujapokea Roho Mtakatifu, uombe sana, kwa sababu unapokuwa kumbuka Yesu, tukienda chapter 4 ndiye anaelekea kujaribiwa zaidi. Nawe binadamu, sisi kama binadamu tunapokuwa tumepata ubatizo, unajua ubatizo ni kumake one decision. Nasema kwamba mimi kama Dani nimeamua kwamba nimeacha matendo yangu ya kale, nimeamua kufanya nini? Kumfuata Yesu. Unapokuwa unaamua kumfuata Yesu, kumbuka ndio majaribu yanakuja mengi. Wakati mwingi, labda tuseme mfano, kwa maisha labda tulikuwa tunapenda kutembea na vijana wengi, labda wao mienendo yao ilikuwa mizuri, ama mtu fulani ukaamua kubatizwa, ukabadilika, labda ulikuwa mwizi, umekuja umekuwa mtu wa Mungu. Ndio. Na wakati umebadilika, haujakuwa, yani haukupokea ile roho. Na kwamba ile Roho Mtakatifu alishuka akapata Yesu Kristo akamwizia ndani yake. Hii ndio roho alimsaidia kupambana na haya majaribu alipata, tukiendelea kusoma kwenda mbele, kwa sababu alikuwa ameanza ministry. Ndio maana nasi tunaambia kwamba tunapokuwa katika idhana ya maisha, unapokuwa unapata ubatizo, kama hujapokea Roho Mtakatifu, inaashiria kwamba utarudi katika yale matendo yako ya nini? Ya zamani. Nashukuru mwalimu wangu. Sasa nataka tuangalie mitume. Waliweza kufundishaje juu ya ubatizo. Ndio. Mitume wa Mungu, yani mtume wa Yesu ambao walikuwa ulimwenguni. Mwalimu wangu, ningependa nitumie mtu wa kwanza tuweze kujifunza Paulo. Kumbuka Paulo naye alipokuwa aliamini, aliweza kubadilika sana. Ndio. Aliacha maisha yake ya zamani, akaamua kufuata Yesu. Alipoamua kufuata Yesu, aliashiria kwamba aliacha yote ya zamani. Ndio. Kwa maana alikuwa ni muofu, lakini kwa sababu ya dhana Mungu alipenda ya kwamba aweze kuwa mfuasi wake, aliamua kwamba kubadilika. Mwalimu wangu, nisomee kitabu ni cha Matendo ya Mitume 19 mstari wa kwanza hadi 7. Mwalimu, kabla tujaenda pale, naona umetoa fundisho mzuri na tunataka tumwangalie Paulo. Ninapobatizwa kama sijamkubali Kristo, kweli Roho Mtakatifu akuje juu yangu. Aezi. Nataka tuangalie dhana ya Paulo
Paulo alikuwa mwandishi na ni Mfarisayo. Alijua sheria na aliishi katika sheria. Kweli. Alipokuwa anatokewa na Yesu akienda kule Dameski kuwatesa watakatifu, tunaambiwa kuna mtume fulani alitumwa. Unasoma Matendo ya Mitume 9:17. Inasema Anania akaenda zake, akaingia mule nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu aliyekutokea katika njia uliojia upate kuona tena, ukajazwe na Roho Mtakatifu. Ni kumaanisha Paulo kwanza alikuwa Mfarisayo, alikuwa amebatizwa, lakini hakuwa amempokea Yesu Kristo. Ndio kwa maana Roho wa Mungu akufanya kituo ndani ya Paulo. Ndio tunaenda kumwangalia Paulo huyu akifundisha habari za ubatizo. Hapa hivi tumeona kwanza alibatizwa, lakini kwa sababu hakuwa amemkubali Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake, Roho Mtakatifu hakuwa ameshuka juu ya Paulo. Kweli. Haya, tukiangalia 19 kuanzia mstari wa kwanza wamesema mpaka 7. Huyu ni Paulo anafundisha ubatizo. Ikawa Apolo alipokuwa Korintho, Paulo akisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha. Alikutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu? Kwanza kitu ya kwanza aliwauliza, je, wamepokea Roho Mtakatifu mlipoamini? So ni kumaanisha kuna dhana ya kuamini. Yesu Kristo ndio Bwana. Na imani ya Kristo unabatizwa kisha Roho anakuja. Ndio kwa maana Paulo anauliza, Paulo anauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Jibu. Anaendelea kusema, wakajibu la. Hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Hawakuweza kusikia. Inaendelea ikisema, akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Aliweza kuuliza swali mzuri. Je, kama hawakupokea Roho na bado hawakupokea ile ubatizo, je, sasa inasema kwamba ashiria ubatizo, kama ushabatizwa kuna ile kupata Roho Mtakatifu. Ile Roho ilimjia Yesu. Je, sasa Paulo alipokuwa akipita Efeso, alipatana na wanafunzi wengi. Akaweza kuuliza swali rahisi. Je, unaweza kupokea Roho Mtakatifu baada ya kubatizwa? Ni ya kwamba unapokuwa ukibatizwa kuna Roho Mtakatifu ambaye inakuashiria kwamba si umekufa na kufuka ndani ya Kristo. Ndio. Ya kwamba yale ya zamani umeyasahau. Ni ya kwamba hao wengine, hao wanafunzi hawakuwa wamepata, hawakubadilika. Ndio. Je, imeonekana ya kwamba kuna wale wanasapata ubatizo ni yani msisimuko. Unabatizwa kwa sababu rafiki yangu amefanya nini? Amebatizwa. Lakini uchafanya nini? Uchapata Roho Mtakatifu. Tatu, mwalimu wangu inasema, mwalimu mafundisha vizuri. Kwa maana nikiangalia dhehebu la Awori wanabatiza by immersion. Lakini kuna dhana ukiangalia katika YouTube, Awori anasema yeye ndiye njia, kweli na uzima. Hawezi enda kwa Baba bila kwake. Ni kumaanisha watu katika dhehebu lile wamemtupilia Kristo. Na tunaambiwa usipoamini Kristo hautapata ubatizo, hautapata Roho Mtakatifu. Jinsi Paulo alikuwa amemkataa Kristo mwanzo, anakuja kubatizwa na Roho Mtakatifu. Tunashukuru. Mwalimu wangu 3, nasomea 3. Tunaenda 4. Paulo akasema Yohana alibatizwa kwa ubatizo wa toba. Yohana alibatiza ubatizo wa repentance. Toba ni repentance. Ndio, akawaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yani kwa sababu tunaangalia kwamba mwalimu wangu before useme nani atakaye kuja nyuma yake, ya kwamba Paulo alikuwa anajua kwamba Yohana alikuwa anafundisha jinsi mafundisho ya nini ya ubatizo. Tutaendelea mafundisho ya tuone Yohana venye alikuwa anafundisha. Lakini Paulo anasema kwamba Yohana alipokuwa akibatiza, yeye alikuwa anabatiza mafundisho ya toba. Toba ambayo ni repentance. Lakini sasa hawa watu wanafunzi ambao walikumbana na wao, aliweza kuwauliza, akaweza kuona ya kwamba Yohana yeye amekuwa akifundisha mafundisho ya nini? Ya toba. Ukiendelea mwalimu wangu 5. Nasema yani Yesu ndiye anakuja. Waliposikia hayo wakabatizwa kwa jina la Yesu. Hiyo ni kumaanisha walimkubali Kristo. Hapo walimkubali Kristo. Paulo anaendelea akisema, na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Fungu la 7. Na jumla yao walipata wanaume 12. Nashukuru sana.
kwa sababu ni kama uchaguzi ambao ya kwamba tunaambia ya kwamba walipokuwa walipata hii roho waliweza kuongea lugha. Na unajua tunaambiwa kuna dhana nyingine ya lugha ambao unapokuwa ukiongea lugha ni ile dhana ya kwamba jenye unaongea hapa kama tukiwa watu 10 at least watu 3 wanaelewa ni nini unasema. Nashukuru. Ya kwamba ni roho. Lakini Paulo alipokuwa akiuliza haya maswali ni ya kwamba hawa watu walipokea ubatizo lakini hawakuwa na ile ubatizo ya kwamba hawakupokea roho. Kuna dhana kubwa huenda ikawa tumepata ubatizo lakini tunafanya matendo yetu ya kale kwa sababu hatukupata nini? Roho. Kwa sababu roho ni muhimu ya kwamba unapokuwa umebatizwa, umepokea huyu roho, huyu roho anakusaidia kukaa ndani ya Yesu. Kwa maana ile ubatizo uliopokea ndio jinsi inafaa kuishi ndani yake. Ndio maana nasema ya kwamba alipouliza haya aliwaekelea mikono na kuwafanya nini? Wakaweza kuamini. Na walipoamini, walipopata ubatizo, waliweza kuongea kwa lugha. Na pia walipoamini, tunaambia kwamba nguvu ziliweza kuhesabiwa wakawa wanaume 12. Ni ya kwamba walipokuwa wakibatizwa, ya kwamba walipokea hii roho. Na hii roho iliweza kuwasaidia sana kufafanua kwamba kwa sababu Yohana alikuwa anafundisha mafundisho ya toba juu ya ubatizo. Na hiyo ubatizo ni ya kwamba ni kuashiria ya kwamba kuomba dhana ya repentance. Ndio. Na mwalimu wangu tukijaribu kuangalia, huyo ni Paulo alikuwa anafundisha jinsi ya mafundisho ambayo ni ya nini? Ya ubatizo. Tukiweza kuangalia kusonga mbele, tunaweza kumwangalia Filipo. Kumbuka kuna Filipo alipokuwa njiani toashi, walipokuwa wakitembea, walipatana na mtu mmoja. Na huyu mtu mmoja ambaye walipatana na yeye alitaka sana kubatizwa. Lakini alikuwa na maswali taswishi. Lakini ni hata sisi binadamu wa leo unaweza kuwa unataka ubatizo. Ndio. Sasa unataka ubatizo kwa nini? Ni nini nafanya ubatizo? Ndio. Kwa sababu ubatizo si kitu ya kufanya like unaweza fanya like mimi nimesema leo nataka kufanya nini? Ubatizo. Ni nini nafanya ubatizo? Kwa sababu huyu mtu alikuwa anajiuliza ndani yake, ni nini itanisuia? Kwa sababu pia nasi sisi binadamu wa leo mtu wewe ukaamua leo unapatizwa tu hivi. Ndio maana watu wengi wanapatizwa kwa sababu ya kuona labda umeona leo yani ule mhubiri alikuwa na ama mwinjilisti alikuwa anasema sana na kasia sana anasema watu wafanya nini? Wajitokeze kupatizwa. Ndio maana unaonanga most of the people wakihubiri hiyo mambo ya kufanya wito, they take time. Like wanahurumia mtu, anasema Yesu anakuita saa huu, anakuona. Ya kwamba unajua hata kama Yesu anakuona, uamuzi huko ndani yetu. Kumbuka Yohana, yani Adamu na Eva walipokuwa wameanguka, uchaguzi ilikuwa ndani yao. Wafanye aliyo mema, lakini baada ya kuanguka Mungu alitupea uchaguzi. Ndio. Sasa unapokuwa ukisikia nimefanya wito akisema ya nini? Upatizwe, si ya kwamba I am forcing you. Ndio. Ni dhana ambayo inaingia ndani yako, nasema kwamba kuna kitu nataka kufanya, kuna kitu nimefanya na naweza kupata ubatizo. Naam, mwalimu wangu nisomee kitabu ni za Matendo ya Mitume. Kabla tujaenda Matendo ya Mitume, naam, fundisho umelitoa vizuri. Naam. Kuna watu wanafanya msukumo, naam, kwa watu ili waweze kufanya ubatizo. Naam. Lakini namwangalia Kristo alipokuwa anamfundisha yule Nikodemo habari za ubatizo. Unaposoma Yohana Mtakatifu 3 kuanzia mstari wa 3 mpaka 5, anafananisha ubatizo na kuzaliwa kwa mtoto. Nikajaribu kuangalia, Kristo alifundisha sayansi kubwa ya ubatizo. Mtoto anapozaliwa, mama ni mkubwa, mtoto ni mdogo. Umenipata? Naam. Alafu akasema lazima uzaliwe kwa maji. Maji lazima ikuwe kubwa, kisha wewe unayebatizwa ukuwe mdogo. Sasa swali ni je, mimi nayebatizwa na kunyunyuziwa maji, mimi na hiyo maji ya kunyunyuziwa nani mkubwa? So ni kumaanisha hii mafundisho haya yanafundisha kinyume na mapenzi ya Kristo. Ndio tuweze kuangalia huyu mtume huyu Filipo alikuwa anamfundisha yule toashi. Je, Filipo alifuata formula ya Yesu ama alifuata formula yake? Naam. Nashukuru. Naam, ni Matendo ya Mitume 8 Acts chapter 8 verse 35 and 36. 35-36 inasema hivi. Naam. Filipo akafunuliwa kinywa chake. Alifunuliwa kinywa chake. Akianza kwa andiko hilo. Akaanza kwa andiko hilo. Akamhubiri habari njema za Yesu. Akamhubiri habari njema za nani? Ni kumaanisha tunapopelekea watu habari ya ubatizo ni habari ya nani? Ya Yesu. Nashukuru. Lakini sasa mwalimu, mtu anapokuwa akifanya uamuzi ya kusema anabatizwa, kumbuka lazima aweze kupata mafundisho.
ya kwamba mtu aweze akasema ya kwamba uamke saa asubuhi useme nabatizwa. Si kitu ya kawaida inaweza happen. Ni ya kwamba ni fundisho. Kumbuka Filipo alifanya nini? Alimuhubiria. Na alipokuwa akimhubiria ndio mtu huyu akaweza kuona dhana kubwa ya kwamba kweli na nafaa nifanye nini? Nipate ubatizo. Naam. 36 inasema wakawa wakiwa njiani mwalimu, wakafika mahali penye maji. Walifika mahali kuna maji. Hawakufika ndani ya kikombe. Hawakufika ama labda hawakuwa ndani ya bendera. Yule towashi akasema tazama, maji haya ni nini? Maji haya ni nini kitakachonizuia nisibatizwe? Naam. Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote, unaweza batizwa. Ndio ni batizo, lazima niweze kuwa nifanye uamuzi wa kuamini kuwa Yesu ni Mwokozi. Inaendelea ikisema, akajibu kanena, nami nami ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame. Wakatelemka wote wawili majini. Yesu alipanda kutoka kwa maji. Na hao wameteremka kwa maji. Ni kumaanisha kabla ya Yesu kupanda waliteremka na Yohana. Nashukuru. Hapa tunaambiwa Filipo na yule towashi naye akambatiza. Kisha walipanda kutoka majini. Walipokuwa wamekufa, yani mitume wanatumia formula ambayo Kristo alibatizwa nayo, kwa sababu ni mfano wetu, na ndio formula ambayo Kristo aliweza kufundisha Nikodemu. Tunaambiwa waliteremka jinsi Yohana Mbatizaji waliteremka na Kristo, na jinsi Filipo waliteremka na towashi huyu. Ni kumaanisha wale wanafanya hizi batizo kupita chini ya bendera, kula hii fanya hii wakisema ni batizo, wanafanya kinyume na mapenzi ya Kristo ambaye ametuamurisha tuweze kufanya. Naam. Dhana kubwa ni ya kwamba walibatizwa ndani ya maji mengi. Ndio. Kwa sababu aliona kwamba aliteremka kwenda majini akafanya nini? Wakabatizwa. Ni ashiria ya kwamba batizo pia tumeweza kuangalia dhana ya tatu. Hiyo ni dhana ya dhatu ambayo inasema kwamba ile kusamishwa. Mfano, kumbuka tunaiga mfano jinsi Yesu alipofanya. Lazima maji yawe mengi. Kama unakula mkate ya kwamba unakula mkate labda na kitu kingine, hiyo ni mafundisho ya uongo. Kama unakula labda ni sacrament ya kwamba umefanya ubatizo, hiyo ni mafundisho ya uongo. Na pia labda kama unafanya ya kwamba unapata kuruka ndani ya moto. Kumbuka kwa Biblia inasema kwamba ndani ya moto, sisi tunajua ya kwamba ni vijana ambao watatu walirusha ndani ya wapi? Ya moto. Hawakufanya nini? Hawakurukishwa ndani ya moto. Lakini Biblia inafundisha kwamba kuna watu wanafaa kuruka chini ya bendera, kupita chini ya bendera. Lakini tunaambia dhana kubwa ni ya kwamba ubatizo ambao tunapokea ni kubatizwa ndani ya maji mengi. Sasa mwalimu wangu, ndio nichukue mafundisho ya Yohana, kwa sababu Yohana alikuwa ni mwalimu wetu mkuu pia. Alikuwa anafundisha jinsi ya ubatizo. Tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Acts chapter 10, Matendo ya Mitume 10 37 na 38. Naam. 37 Matendo 10 samahani, 37 na 38. Naam. Inasema jambo lile ninyi mlijua lililoenea katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya, baada ya ubatizo aliyohubiri Yohana, habari za Yesu wa Nazareti. Kwamba Yohana alifanya nini? Alihubiri habari za Yesu, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huku na huko, akitenda kazi njema, na kuponya wote walionenwa walionewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Imefika 38. Naam, pia mwalimu wangu nisomea Yohana kitabu cha Yohana 1:29 hadi 33. 1:29 mpaka 33 inasema hivi. Naam. Siku ya pili yake namuona Yesu anakuja kwake.
Alimuona Yesu akikuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Naam. Huyu ndiye aliyenena Naam. habari ya kwamba Naam. yuaja mtu nyuma yangu. Naam, mwalimu wangu, tuweze kuachia hapo kwamba Yohana kwanza tulisoma hapa awali, Yohana alikuwa anasema kwamba alikuwa anafundisha watu. Mafundisho ya kwamba kuna yule atakaye kuja nyuma yake. Na sasa tumeona ya kwamba huyu ambaye alikuwa anakuja nyuma yake ni nani? Ni Kristo. Ndio maana 31 inasemaje mwalimu? 31 inasema, wala mimi sikumjua. Yohana yeye hakuwa anamjua, lakini kusudi adhihirishwa kwa Israeli. Ndiyo maana mimi nalikuja nikabatizwa kwa maji. Tena Yohana akashuhudia, akisema, nimemwona Roho akishuka kama ua samahani kutoka mbinguni, naye akaa juu yake. Wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatizwa kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye tuamuona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Naam. Ni ya kwamba pia fundisho lingine ya kwamba Yohana alikuwa anahubiri haya mambo, hakuwa anajua ambaye aliyekuja. Kuna mahali inasema, ukisoma kitabu cha Isaya inasema kwamba tengeneza mapito, yule atakaye kuja nyuma yangu. Ndio. Na yeye ambaye anakuja nyuma yake alikuwa ni Yesu, ambaye Yohana hakuwa anamjua. Lakini kwa sababu ya Roho Mtakatifu alimuona wakati alipokuwa akibatizwa, aliona Roho Mtakatifu akimjia huyu mtu ambaye anasema ni Yesu. Akaweza kuona ile Roho ndani yake. Na huyu mtu Yesu ambaye tunaambia kwamba alijidhihirisha, ndiye atapatiza kwa Roho. Kumbuka, swali ni kwamba unaweza kubatizwa bila Yesu hajakupea Roho? Labda ulipata ubatizo lakini ukufanya nini? Ukupokea Roho. Haukupokea Roho. Ni kwamba inaashiria ya kwamba Yohana alipokuwa akihubiri, ilikuwa inaashiria ya kwamba utapokea Roho. Unapokuwa ukibatizwa, lazima upokee Roho. Huyu Roho ndiye atakusaidia kufanya kazi. Na kwamba Roho ndiye anafafanulia mambo. Ndio maana hata tukisoma Biblia, lazima tualike Roho Mtakatifu aweze kutufunulia yale mambo tutakayosoma tuweze kuyaelewa. Na huyu Roho ndiye ataweza kukusaidia, kwa sababu uyasahau yale ya zamani, ufocus yale mapya ambayo umeamua. Hiyo 1:28. Mwalimu wangu isomea 1:28 Yohana 1:28 inasema hivi. 28 inasema, naam, hayo yalifanyika huko Bethania, ng'ambo ya Yordani. Kumbuka hapo Bethania, mwalimu wangu, hapo ndio Yesu alikuwa anachagua wale wanafunzi wake ama wafuasi wake 12. Na alipokuwa akipatizwa, ni kama ilikuwa ni ng'ambo, Bethania iko hapa na Yordani iko hapo, hiyo mto, ya kwamba huko ndio alipofanya, alianzia ministry ya kwamba aliteremka kutoka Galilaya kuja hadi huko kufanya nini? Kubatiza. Na hapo Bethania ndiye alipokuwa akichagua wanafunzi wake. Kumbuka hapa ako tayari kufanya nini? Ashachagua, anaendelea kazi yake, anataka kupata ubatizo niweza aweze kuanza kazi. Naam. Inamaliza ikisema alikokuwa Yohana akibatiza. Alipokuwa Yohana akibatiza, ya kwamba ni kama akiwa na tuseme wangu alikuwa anachagua wanafunzi. Yohana kazi yake alikuwa amewekea mikono ya kufanya nini? Kupatiza watu. Ya kwamba kupatiza watu kwa maji yaliyo mengi. Ndio niposa Yesu alipoangalia akateremka kutoka Betania, alishamaliza kuchagua wanafunzi wake, akaweza kuwafanya uamuzi wa kufanya nini? Kupatizwa. Alipopatizwa ndio tunaangalia kwamba Roho iweze kumjia na kufanya nini? Kuenenda kufanya kazi. Mwalimu wangu, ningependa tuendelee kwenda mbele. Ukisoma kitabu cha Yohana 3, nisomee Yohana 3. Naangalia kuna hii sayansi ya ubatizo. Naam. Ambayo Mungu anaifundisha, ndio niweze kupokea Roho Mtakatifu. Lazima nimkubali Kristo. Kweli. Na kuna wale wanamkana Kristo, ndio kwa maana hawana Roho Mtakatifu. Ni kweli. Sasa ni kumaanisha unapompinga Kristo, hata ukibatizwa kwa immersion, kwa sababu Paulo anauliza mlibatizwa batizo wa nani? Wanasema wa Yohana. Na Yohana alikuwa anabatiza by immersion, lakini hawako wamemkubali Kristo. So kuna hii dhana, nisipomkubali Kristo, hata nikitumbukizwa kwa maji mengi, ubatizo wangu utakuwa ni bure. Ni bure. Ni kama kuchafua maji. Naam. Yohana 3, 23. Inasema, Yohana naye alikuwa anabatiza huko Ainoni, karibu na Salimu. Naam. Kwa sababu huko kulikuwa na maji tele,
Naam, kitu nilikuwa nataka kujua ni ya kwamba Yohana alipokuwa akibatiza huko, ashiria yake, kwa sababu kuamua uamuzi aliyofanya ni ya kwamba huko mahali alikuwa anabatiza kulikuwa na nini? Maji tele. Maji tele. Ndio maana tunaambia kwamba unapokuwa, yani tunaambia kwamba kitu ya muhimu tunaweza kuangalia hii ubatizo nafaa ubatizo aje. Lakini Yohana yeye alikuwa anabatiza mahali kuna wapi? Maji tele. Maji tele. Ikamaliza kusema aje? Ikamaliza ikisema wakamwendea wakabatizwa. Wakamwendea kufanya nini? Wakabatizwa kwa sababu kulikuwa na maji tele. Ndio maana mwalimu, acha niende mbele kidogo. Maana Yohana alikuwa hajatiwa gerezani. Maana bado kumekuwa na ile dhana wakati Kristo alipozaliwa, Herode alitaka kumuua Kristo. Kweli? Kisha tunaambiwa hapa Yohana alikuwa anabatiza. Na tunajua vizuri Yohana aliuliwa na Herode. Sasa watu wamekuwa na ile dhana kuwa inawezekana kuwa Kristo hajabatizwa. Ni kweli. Lakini ukijaribu kuangalia huyo Herode aliyekuwa wakati wa Kristo alipokuwa pale katika ile wakati ni Herode tofauti na yule aliyekuwa wakati alipomuua Yohana, kwa sababu Kristo amekuwa mdogo. Tunaambia baada ya Herode kufa, Kristo alirudi wapi? Alirudi Nazareti. Kwa sababu alikuwa ameenda maficho kule Misri. Na mwalimu wangu ukiendelea, ndio maana fundisho la mbele ambao tutasoma Luka 3:1-2 inaenda kuashiria kwamba Yesu anaposimama mbele ya Apolo na Pilato, ya kwamba ashapata ubatizo. Sasa anaenda kusimama, ameanza ministry. Anaenda kusimama kwa wale walimu wa sheria. Unajua unaposimama mtu labda amesoma roho ya kwamba unajiona wewe ni mwenye dhambi ama umefanya kitu fulani na fulani. Ndio maana mwalimu wangu nisomee nipoza tuweze kumaliza. Nisomee kitabu cha Marko 16:16. Marko 16:16. Naam. Fundisho nzuri. Naam. Sijui kama kuna mtu mwenye atasema ubatizo ni wa bendera, kunyunyuziwa maji kama ndugu zetu wa Katoliki, watoto wadogo. Mwalimu, kuna clip niko nayo inatisha sana. Mtoto mdogo hivi wa kitu kama siku 4-5. Ninaangalia jinsi anavyotumbukizwa ndani ya maji. Na mtoto kwanza hajaamini. Mtoto hajui Yesu ni nani, hata hajui habari za Yesu. Mtoto anapiga kelele. Wale waumini pale wamezunguka wanashangilia wakisema ni ubatizo. Lakini Yesu alipoletea watoto, aliwekelea mikono. Akasema njooni kwangu. Yaani watoto wadogo wanaekelewa mikono, lakini si kubatizwa. Nashukuru. Naam, mwalimu wangu nisomee Marko 16:16. 16:16 nasema, aminie na kubatizwa. Kwanza kitu ya kwanza, aminie na kufanya nini? Na kubatizwa. Na kubatizwa ataokoka. Kwanza unapokuwa umebatizwa na umeamini kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yako, ushafanya nini? Ushaokoka. Ndio. Anaendelea kusema asiamini atahukumiwa. Ya kwamba kuna kitabu kingine tulikuwa tumesoma Marko ilikuwa ni Marko 1:10. Ilikuwa nasema kwamba kuna hukumu labda kwa wale ambao wamehubiriwa na wamejua haya maneno na wakakosa kufanya nini? Kuyafuata. Lakini nasema kwamba ameaminie amebarikiwa. Mwalimu, nikiangalia habari za hukumu, nataka nitoe mfano. Kweli? Sasa hii Kenya tuna kitu inaitwa curfew. Ama tunaambiwa tusipite county fulani. Acha nichukue dhana ya curfew. Hiyo ni sheria imetolewa. Askari wakinipata saa 1 na dakika 2 nje, wataniuliza natoka wapi. Nikishindwa kujieleza, hukumu yangu inakuja. Ni kumaanisha hao ambao wamehubiriwa habari za Yesu na hawajaamini ulihubiriwa habari za Yesu, ni kipi kilichokuzuia ukuamini? Sasa hukumu itakuja juu yako. Na hiyo itakuwa ni siku ya Kiyama ambayo Yesu atakuwa anarudisha ufalme wake. Atauliza, uliweza kusikia haya na haya, mbona kufanya nini? Hukuamini. Kumbuka sisi tunahubiri, tunasema haya maneno, uamuzi ni wa nani? Ni wako. Na njia kufuata njia ya uamuzi wako, labda kufanya upatizo. Njia sisi tutakusamisha ama tutaweza kufanya kwamba usamishwe ndani ya maji. Uamuzi ni wewe utafanya, kwa sababu sisi tunajua maji lazima yawe ni nini? Maji mengi. Lazima umkubali Yesu, lazima uamini, na lazima upokee Roho Mtakatifu. Ndipo uweze kusimama katika ile kweli ya ile mambo ambayo umepatizwa. Kabisa. Mwalimu wangu, sasa tumesoma hiyo ni Marko 16:16. Nichukue moja kwa moja hadi Luka 3. Luka 3:1-2.
I think ni fungu langu la pili kwenda mwisho. Nashukuru hawa waliokuwa wanaandika Injili. Huyu Luka ni daktari, kuna Marko, na kuna mtoto zuru Mathayo, na kuna Yohana. Sijaona wakigongana kuhusu ubatizo. Kweli. Pia mitume kina Paulo wakiandika matendo wakiandika vitabu zile barua zake hawajagongana kuhusiana na ubatizo. Kweli. Sasa nashangaa mbona sisi wa Kristo tunagongana kuhusiana na ubatizo na tunasoma Biblia sote pamoja. Kweli. Sijui, sielewi mwalimu. Naam. Mwalimu somea Marko, yani Luka 3:1 hadi mstari wake wa pili. Luka 3:1 mpaka mstari wa pili nasema, naam, mwaka wa 15 wa kutawala kwake Kaisaria. Kumbuka Kaisaria alikuwa ni mwalimu mkuu. Tiberio, Ponto Pilato alipokuwa liwali wa Uyahudi, na Herode mfalme wa Galilaya, naam, na Filipo nduguye yake mfalme wa Iturea, na nchi ya Terekonti, na Sania, mfalme Abelia, wakati wa ukuhani mkuu wa Anas na Kayafa. Neno la Mungu lilimfikia Yohana, mwana wa Zakaria, jangwani. Akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani, akihubiri ubatizo wa toba, liletalo ondoleo la dhambi. Naam, nashukuru mwalimu wangu umefika 3. Ni ya kwamba kumbuka Yohana alikuwa anafanya mafundisho. Anasimama mbele ya wale walimu wakuu. Kumbuka kina Pilato walikuwa ni walimu wakuu wa sheria. Na pia ukiangalia Pilato ndiye alifanya nini? Alimsulubisha nani? Kristo. Ndio ukiangalia na pia Yohana aliweza kuona nani? Na Herode. Ndio. Ya kwamba yeye Yohana kazi yake ilikuwa ni kuhubiri. Kumbuka ya kwamba ni swali ya kwamba this baptism, it is the form of salvation. Ni swali najiuliza ya kwamba yeye Yohana kazi yake alikuwa ni kuhubiri na kupokea maneno kutoka kwa Mungu. Na yani maono, yeye alikuwa ni mtu wa maono, anapokea maono na kufundisha. Kumbuka Yohana yeye alikuwa anafundisha haya maneno akihubiri mafundisho ya toba, repentance. Inaashiria kwamba hii time tuseme ya kwamba watu walikuwa ni wanafanya dhambi sana, kwa sababu sisi wote ni wenye dhambi. Lakini sasa watu walikuwa wanafanya dhambi zaidi. Ndio maana Yesu Yohana alikuwa anahubiri haya maneno. Na pia tuliangalia kwamba Yesu alipokuwa akibatizwa, kumbuka alikuwa anaandalia kwa ajili ya kazi. Ndio aweze kuenda katika wilderness, ama katika wilderness kufanya nini? Kupokea majaribu. Na kumbuka naye Yohana ako ndani ya jangwa, ako jangwani. Na pia anaendelea kufanya nini? Kuhubiri. Akikesha na kufanya nini? Na kusali. Ndio maana mimi nakajaribu kuhusiana haya maneno mawili, dhana ya Yesu na nani? Na Yohana. Ya kwamba wote walikuwa jangwani, waliweza kujaribiwa. Wote waliweza kuhubiri maneno ambayo ni ya uzima wa milele. Kumbuka Mungu aliambia Nikodemu, usipobatizwa ndani ya maji ya mengi utaona nini? Ufalme wa mbinguni. Na Yohana yeye anafundisha mafundisho ya toba ambayo ni repentance. Unajua unapo repent na kwamba Mungu umekubali Yesu tena, umeacha yale ya kale, umefanya nini? Umemkubali. Ni kuashiria kwamba umefanya mambo yote kuwa nini? Kuwa sawa. Ndio maana inasema kwamba Roho Mtakatifu alikuja in the form of a dove, kuashiria kwamba aliwakilisha dove kupea haya maneno Yesu, ama kumuguza ili aweze kuenenda katika ulimwengu, afanye ministry. Sasa hapo ndio kumbuka ameanza ministry. Ndio maana Kristo anasema kwamba wanasema kwamba Kristo yeye alikuwa anakuja kutoka nyuma, ambayo Yohana alikuwa anasema alikuwa na ajili ya kupatiza kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Ya kwamba huyu Roho Mtakatifu unapokuwa umebatizwa na labda yule mhubiri ama mtu fulani ambaye amewekewa mikono, ushabatizwa, yeye ashakupatiza, amesema kwa jina la Baba na la Roho Mtakatifu, amina. Amekusamisha na kufanya nini? Kukutoa. Ya kwamba mtu ambaye atakayetuma Roho Mtakatifu ni nani? Ni Yesu. Kwa sababu Yohana yeye alisema mimi nitaendelea kuhubiri, lakini kuna yule atakaye kuja nani? Nyuma yangu. Na huyu ambaye atakaye kuja nyuma yangu atapatiza kwa Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu ndio tunaambia ukipatizwa, huyu ambaye anakuja kutoka nyuma ndiye atakupea ule roho, umemkubali.
Kabisa. Atakupea roho ya kufanya nini? Kubatiza. Kufanya kazi yake na kukaa ndani yake. Ndio. Ya kwamba isiwe tu ni kufundisha, ya kwamba tusifundishe ya kwamba tunafundisha, ya kwamba hatuelewi. Tusaidie kuelewa ya kwamba unapokuwa ukipatiza na mtu yote, yule tu anawakilisha kukupatiza. Kumbuka ni jombo. Ndio. Lakini haifanishi ya kwamba mtu ambaye anayekupatiza na bado pia anasema ya kwamba mimi ndio I am the father. Mimi ndio nitakuwekea hiyo sacrament, ndio nakufanyia kila kitu. Lazima uamini na kusali kwangu. Ndio maana naangalia kanisa ya Katoliki. Mtu anapoenda kuchukua ile sacrament, anaenda sujia na sujudu kwa nani? Kwa yule father. Ya kwamba anamsujudu ya kwamba ni kama ni yeye alifanya nini? Alimpoa ile roho. Lakini sisi tunaambia kwamba roho ambaye anapatiza kwa roho ni Yesu, mwana wa Mungu. Mwalimu wangu, nichukue kitabu cha Warumi, kitabu changu cha mwisho. Mwalimu, kabla hujaenda kitabu cha Warumi, Naam. ni vyema tuweze msikilizaji na mtazamaji popote alipo aweze kufahamu. Tulisema watoto wadogo wapatizwi. Naam. Labda nauliza swali, iko wapi aya ama ndani ya Biblia ambayo inatutia mkazo zaidi tusiwabatize watoto wadogo? Naam. Na sisi tunajifunza katika mitume na manabii. Kwa maana Waefeso wanasema 2 kusoma mstari wa 23, tumejengwa juu ya mitume na manabii. So tuweze kusoma juu ya hawa mitume na manabii ambao waliojengwa juu ya nani? Ya Kristo. So Filipo, tuangalie Filipo alikuwa mtume. Naposoma Matendo ya Mitume 8:12 tunaambiwa, lakini walipo muamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu, jina lake Yesu, wakabatizwa wanaume na wanawake. Hajasema watoto. Imesema wanaume na wanawake. Naam. Saa kwa ile lugha, the layman language, naposema mwanamume ni kumaanisha ni mtu wa umri fulani ambaye amequalify kuitwa mwanaume, ama mtu wa umri fulani ametosha kuitwa mwanamke. Ni kumaanisha hawa ni watu ambao wanaweza fanya a solid decision kuhusiana na Kristo. Haijasema alibatiza watoto. Kwa bana Kristo aliletea wa watoto akawekelea mikono. Filipo angegongana na Kristo. Angefanya ambayo Kristo anafanya nini? Ameamurisha. Kwa maana tunaambiwa tunabatiza watu wakubwa ambao they can make a solid decision ya kwanza kumkubali Kristo ili waweze kupokea Roho Mtakatifu. Naam. Mwalimu wangu, nichukue ni kitabu cha Warumi 6 6 tuanzie 1 hadi 4. 1 inasema tuseme nini? Ni swali najiuliza, tuseme nini? Basi tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi. Hasha. Sisi tuliofia dhambi tutajishishe tena katika dhambi. Naam. Amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Kwanza mwalimu wangu, kuna hiyo dhana ya mwisho tunajifunza. Upatizo si ya kwamba ni upatizo ya kila aina. Kumbuka Yesu alikuja duniani, akafa. Ndio. Akasurubishwa msalabani. Ndio. Kwa ajili ya dhambi zetu. Ndio maana akaashiria kwamba haikuwa ni kwamba alifanya kwa sababu tufanye na sisi. Ndio. Ndio maana nasema kwamba basi najiuliza swali, tuendelee kufanya dhambi ndio maana neema isidi kuwa. Kumbuka kuna wakati neema itafungwa. Ndio. Sasa ndio neema iko ya kufanya uamuzi wa kufanya nini? Kubatizwa. Kubatizwa. Ndio maana Warumi inauliza tuendelee kufanya dhambi. Ndio maana inasema kwamba ninapoendelea kusema inasema tunapokuwa tukisema hivyo basi tulipatizwa ndani ya nani? Ya Kristo. Ile kusamishwa ni kufa, kufanya nini? Na kufuka na nani? Na Kristo. Mwalimu wangu nisomea hadi 4 ndio nilipoweza kuendelea mbele. 3 hiyo 4 nasema 4 basi tuliziko pamoja naye. Unapokuwa ukisamishwa ndani ya maji, kutumbukizwa, yani unakubali kifo cha Yesu. Unakubali kifo cha Yesu msalabani. So ni kumaanisha wanaokataa kifo cha Yesu, hawa ndugu zetu, ni kumaanisha hawapokee ubatizo. Inasema basi tuliziko pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Tuliziko, najua kitu moja ambayo inajitokeza
ni ya kwamba Mhm. uwezi ukasikwa, yani kuzikwa ukiwa labda umekuwa hivi venye watu wanasema ya kwamba umezikwa sawa ndio usikwe, labda uzikwe ndio useme umezikwa na Kristo. Ile kufa kwa mtu. Bali na thibitisho, ile kufa na thibitisho kwa ajili ya ubatizo. Tumekufa na nani? Na Kristo kwa ajili ya ubatizo na mauti yake na katika kusudi kama Kristo alifufuka katika wafu, Kristo alifufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba. Naam. Vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Naam. Mwalimu, ni maneno haya sisi tumesema. Tumeambia kwamba tuenende katika nini? Huo utu wa nini? Wa uzima. Tuweze kuenenda hivyo. Kwa hivyo msikilizaji, mpenzi, mtazamaji, ya kwamba upatizo ule unapokuwa ukipatizwa, kumbuka unaponyeshwa mikono maji kutoka kwa kichwa, kumbuka hujakufa. Hujakufa na Kristo. Hiyo tu ni mafundisho, labda tu ulikuwa unaoshwa kichwa. Unapokuwa unaruka unaenda jini ya pendela, hujakufa na Kristo. Unapokuwa unakula kitu fulani, hujakufa na Kristo. So ni kumaanisha kuna ubatizo. Naam. Na kuna kitu tunaita counterfeit. Counterfeit. Yaani tunasema tu ubatizo, lakini ni ile kuna counterfeit. Na tunajua counterfeit inakuja na mwovu ibilisi. Na amefundisha na amenyakuwa watu wengi. Watu wengi wameenenda katika mafundisho ya uongo. Nashukuru. Ndio maana mwalimu wangu, ningependa msikilizaji, mpenzi mtazamaji, aelewe ya kwamba ile ubatizo uliopokea, kama ulinyoshewa maji, kumbuka ya kwamba ukufa na Kristo. Kama ulipita jini ya pendela, huku kufa na Kristo. Kama uliweza kula ugali, labda ukakula kitu fulani, huku kufa na Kristo. Bali kama ulipata ubatizo wa maji mengi, na labda hukupokea roho, hiyo inahesabika kuwa pia huyo ubatizo ukuwa ya kweli. Ndio. Ya kwamba pia Paulo aliuliza, watu walibatizwa lakini hakufanya nini? Hawakupata roho. Ndio maana tunaambia kwamba unapokuwa ukibatizwa lazima tupokee roho. So ndio ashiria kubwa inatufundisha ya kwamba tuweze kuwa na hiyo roho, kufa na kufuka kwake Kristo. Ndio maana hiyo roho ambayo utakaopokea ndio ile inatuonyesha kwamba tumekufa na Kristo, na pia kule kusamishwa ndani ya maji mengi, tumekufa na Kristo, na tumeweza kufuka na Kristo kwa mauti yake, kwa sababu tunaamini Yesu alikufa kwa ajili yetu. Na ile ubatizo inaashiria kwamba tumekufa na Kristo, na Yesu alipokuwa amefufuka, alifufuka na nguvu, akaenda mbinguni. Na hapa mbinguni ambao tunaambiwa ndio makao yetu. Kumbuka tumefufuka, tumepata Roho Mtakatifu, tuenende katika ulimwengu tuwafunze wote, tufanye kulingana na mapenzi ya Mungu. Ndio maana tunaambia kwamba tuenende katika mapenzi yake, tukae ndani ya Kristo. Wale wangu, ningependa kushukuru kwa wale ambao wamefuatilia. Sijui kama uko na ongezeo. Kuna ongezeo ndogo, niweza kumaliza. Lakini kabla ya ongezeo hilo, mtazamaji popote ulipo, kama uko na swali baada ya kipindi hiki, weka swali yako, tutaweza kulifuatilia na kujadili na kusaidiana mawazo. Nashukuru. Ningependa kusoma mafungu mawili. Labda watu watauliza, ubatizo huu umefundisha vizuri, lakini tunaona inaanza pale Kristo amekuja. Sasa swali itakuwa, je, wale watu wa kitambo, akina Musa, akina Daudi walibatizwa? Ama waulize akina Nuhu, je, walibatizwa? Ningependa tuweze kusoma fungu mbili, alafu tuweze kumaliza. Ya kwanza ni Wakorintho wa kwanza, mstari wa 10 kuanzia 11. Samahani, 10 kuanzia 1 mpaka 4. Na ubatizo huu tunaona mpaka pia Kristo Roho wanahusika. Teremka. Wakorintho wa kwanza 10:1 mpaka 4. Mpaka 4 nasema kwa maana ndugu zangu sipendi mkose kufahamu. Paulo anasema apendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote, baba zetu akina Musa, wale akina Yoshua walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita katikati ya bahari. Vile nasema pili, yani walipita katikati ya bahari, maji yalikuwa mengi. Endelea. Mbili nasema hivi, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Endelea. 3, wote wakala chakula kile cha roho, yani walipata habari za roho. Na 4, wote wakanywa kinywaji kile cha roho, na kwa maana waliunywea
mwamba roho, mwamba wa roho uliowafuata na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Mwalimu, naangalia hapo katika Genesis inaitwa Kutoka, yani the Exodus. Samahani, the Exodus. Hiyo ni story of the Exodus. Tunaambia wana wa Israeli walibatizwa, wakala chakula cha roho, huyo ni Roho Mtakatifu. Alafu kuna Kristo, mwamba wa Roho Mtakatifu, yani kumaanisha dhana ya ubatizo kuna uwepo wa Kristo na Roho Mtakatifu na Mungu Baba aliye juu. Kwa sababu tunaona Yesu alipobatizwa kuna hiyo ushirikiano, Baba alisema huyu ni mwanangu. Unapobatizwa pia Mungu anasema huyu ni mwanangu ambaye nimemchagua. Tunaona hapo hivyo. Hebu tuangalia, je, Nuhu enzi zako ulibatizwa? Kitabu cha Petro kwanza 3 kuanzia 19 mpaka 21 22 hivi. Je, tunaulizana, je, watu wa kale walibatizwa? Tusiseme ni watu kuanzia Yesu alipokuja. Waraka wa kwanza wa Petro 3 kuanzia 19. 3 waraka wa kwanza wa Petro kuanzia 19. 3:19. Nasema hivi. Ambao kwa hiyo aliwaondolea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. 20. Watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja. Yani uvumilivu wa Mungu kuanzia anaitwa Nuhu alihubiri kwa miaka 120. Wakati na moja niangalie ni 20. Watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja. Siku za Nuhu safina ilipokuwa ikitengenezwa ambamo ndani yake wachache waliweza kuingia, yaani watu 8 waliokoka kwa maji. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaookoa ninyi siku hizi. Yaani nashukuru mwalimu. Mungu alizidi kufundisha tangia mwanzo. Kupitia ubatizo ndio tunapata kuokolewa. Kwa maana tunapopitia ubatizo kwanza tunakiri Yesu Kristo ni Bwana, Mwokozi, alikufa akafufuka na yuko mbinguni. Kisha baada ya kukubali Kristo ndio Roho Mtakatifu anashuka. Nashukuru. Fundisho limekuwa nzuri. Mtazamaji popote ulipo, kama uko na swali ama changizo unaweza weka hapo chini katika kisanduku cha comment. Tutazidi kuziangalia na kufundishana zaidi. Ama kama uko na hoja kuwa tunaweza kuwa tumefundisha ubatizo, la sivyo bali ubatizo wa bendera unafaa. Pia sisi tuko katika dunia hii kuweza kuelimishwa, tuweze kufahamu na kujua mambo ya mbinguni. Tuweze kujua kama hiyo fundisho lako ni ndani ya Biblia. Pia tuko na Biblia, tutaweza kujifunza kwa pamoja. Nashukuru sana kwa wale ambao umefuatilia kipindi na kwa wale mkiwa watazamaji wetu. Ningeomba sana Mungu awabariki na pia asidi kuwa katikati yenu. Na sasa fundisho letu la siku ya leo Sabato tunamalizia hapo. Na sasa katikati ya wiki siku moja tutaweza kuungana nanyi kwa fundisho moja. Kuna habari mingi tutakao jifundisha, kuna habari za wafu. Sasa tunaendelea ku experience watu wanakufa mwalimu. Ndio. Na watu wengi wanaamini ya kwamba wale ambao wamekufa na corona wanaamini watawaona. Mwalimu, kwanza kuna jambo tukiangalia ndugu zetu wa Katoliki wameleta. Nilipokuwa nasoma kitabu kinaitwa Great Controversy. Ni chapter ya 2 ama ya 3 kama sijakosea. Kuna zile vitu ambazo waliweza kupandisha, yani waliweza kuzileta katika dini. Kuna moja wanaita purgatory. Yani wanaamini kama nimekufa na dhambi naweza enda, kuna wakati mapadri watakuja niombee ufufuke. Na sasa hiyo wakati kifika tutaweza kuangalia, je, mimi ambaye nimekufa na dhambi kuna habari zozote naweza fanyiwa ili niweze kuokolewa na ile ama je ni mafundisho ya uongo ama ni asili shetani ameamua kubuni iweze kuwapoteza wateule. Nashukuru. Na mwalimu wangu pia kuna swali mtu anajiuliza, tunajiulizanga.
Mtu anapokuwa akikufa, tunasema kwamba tumweke mahali pema wapi? Peponi. Rest in peace. Rest in peace. Na mwalimu mmoja, mzungumzaji mmoja akauliza, kwa maana hatima ya mbwa na hatima ya mwanadamu zinafanana. Yaani kifaranga nikimkanyaga akufe, na mimi nikikufa, tuko sawa. Lakini wanadamu wasemi may the soul of that dog, may the soul of that chicken, sasa mtu akauliza, napochinja kuku, mbona usiseme may the soul of this chicken rest in peace? Sasa tutaweza kuangalia mambo hayo kwa ukina na undani sana. Naam, ni kweli kabisa, kwa sababu hiyo ndio swali linatusumbua. Watu wanaendelea kufa. Na pia kuna wale wanasema kwamba jana nilishuhudia mamangu akiniongelesha. Hiyo inaitwa ibada ya mizimu. Habari ya mizimu. Labda babu yangu nilimuona Paulo amezungumzia maneno haya. Anasema ibilisi anaweza jibadilisha kuwe malaika wa nuru. Ni kumaanisha anachukua the physical appearance yangu kupitia kwa yule agent wake. Ninakuja katika ndoto nasema mamangu aliniongelesha na akasema kulikuwa na uvurugano hapa, tukitaka amani ije lazima tufanye nini? Tuchinje mnyama fulani. Hiyo ni kumaanisha ametolea kafara ile ibilisi kafara. Na hiyo ni kumaanisha wanaabudu mizimu, wanamwacha kumwabudu Mungu. Tutaenda kuangalia kama mambo haya yako. Ni kweli kabisa, ni fundisho mzuri. Natumai katikati ya wiki, siku moja Mungu akitujalia, tutaweza kujifundisha na pia tutaweza kujinufaisha sana, kwa sababu ni habari ambayo watu wanakufa kila siku. Ndio mara tuwasikia mtu alisema kwamba umweke mahali pema peponi. Mzungumzaji mmoja akauliza, lakini nashangaa Kristo alipokufa, sijaona mitume wakisema may the soul the soul of Jesus rest in peace. Kweli. Ama waseme may the soul of Stephen rest in peace, ama may the soul of so and so rest in peace. Na pia sijaona labda mahali wale waliokufa katika Biblia walikuja kuzungumzia wale ambao walikuwa hai, ya kwamba walikufa na historia yao ikafanya nini? Ikasaulika. Lakini kumbukumbu zao zikasaulika kabisa. Ndio maana sasa tunajiuliza, ninapokufa sahau, unasikia watu wako na kumbukumbu za mtu yule aliyekufa, ya kwamba anafanya hii, nimemwona leo akifanya hili na hili, ya kwamba ni mafundisho ambayo unajua kuna mafundisho tena tutakuja kujifunza. Mbona Mungu hakumuua shetani? Ni fundisho refu ambao kwa sababu shetani yako na pia hakunyang'anya nguvu, ya kwamba anaweza kujifanya akaweza kufanya miujiza. Ndio. Anaweza nuru mvua ikanyesha, kwa sababu ana nguvu, pia yeye ana nguvu. Na pia anaweza jidhihirisha, atume mtu fulani ashirie kama ule mtu aliyokufa. Biblia inasema anaweza agiza moto toka mbinguni na ikashuka. Naam. Nashukuru. Nashukuru sana. Siku Mungu akitujalia siku tutaweza kujadili haya maneno. Ningependa tumalizia hapo, ambaye nimekuwa nanyi naitwa Daniel. Ana ndugu yangu hapa ambaye tumekuwa tukishirikiana naye anaitwa Ramek, na ningeomba sana mbarikiwe na Mungu asidi kuwa nanyi. Ningependa tumaliza kwa ombi kwa sababu ya kumaliza. Tunaomba. Mfalme wetu na Baba wetu, asante kwa masaa haya ambayo tumejifunza neno lako. Tumejifunza neno kutoka Biblia ambalo linaashiria na juu ya ubatizo. Tumeona jinsi mitume wako na wewe mwenyewe ulifundisha ubatizo ilikuwa ni moja. Maneno yalikuwa ni tana moja ambayo inaashiria kwamba ubatizo ni aina gani. Saidia mtazamaji ambaye ameona labda hakuwa naamini ama hakuwa anajua kwamba ubatizo ni kwa ajili ya kusamishwa ndani ya maji mengi, na pia lazima uweze kupokea Roho Mtakatifu ili uweze kuwa tayari kupambana na mambo ya dunia. Saidia nasi tunapokaa katika ulimwengu tuweze kuwa wafuazi wako, tujue kwamba tuko na imani moja na pia Mungu ni mmoja, na pia tuweze kuwa na batizo moja ili tuweze kuwa tusiwe na pingamizi katika neno lako. Tunapoingia katika masaa mengine katika hii wiki, tukabidhi mikononi mwako. Tusaidie na wale ambao wako katika miongoni mwetu, na pia kuna wale labda wamekuwa wakifuatilia hapa na pale, wasaidie. Kuna wale wanaugua, pia tuombe wasaidie. Na pia kuna wale wako na matarajio mbalimbali, na sisi binafsi tunao matarajio katika maisha haya, tuombe waweze kuyatimiza kwa sababu tunajua kwamba uko na uwezo. Saidia katika hii wiki tutembee katika njia zako. Mahali tumenena kutoka asubuhi kinyume na mapenzi yako, Baba, sisi ni binadamu, tutakosa kila wakati. Tuomba kwamba uweze kusamehe. Saidia kwa sasa hadi mwisho, kwa sababu tumeomba katika jina la Yesu.
aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. 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 Mm-hmm.